tuache shughuli ya matibabu iweze kuendelea, labda niwaletee tu salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilimwaga kwamba nitakuwa Katavi, anawasalimia sana. Nasalimia watumishi, amenituma niwafikishie pongezi kwa kazi kubwa mnayofanya. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais anatambua kazi nzuri mnayofanya ya kuhangaika na afya za Watanzania. Hii ni kazi kubwa, kazi ya ibada, endeleeni nayo. Na mpaka sasa nimepokea taarifa jinsi ambavyo pamekuwepo na mafanikio makubwa katika hospitali yetu na sekta ya afya kwa ujumla. Nilikuwa naongea na viongozi hapa pamoja na mwenyeji wetu daktari Mtawa, pamoja na mwenyeji wetu, nimeona mafanikio makubwa ambayo yamejitokeza katika sekta ya afya. Na mambo haya ya afya mara nyingi ushahidi wake unakuwa wa yule mtu mmoja mmoja ambaye maisha yake yameokolewa. Tofauti na barabara, huwa tunaona kwa macho, hata kama hujapitia unasema hii barabara ni nzuri. Lakini afya, laiti angetokea mmoja mmoja ambaye alikuwa analazimika kwenda mbali kupata matibabu, kila aliyokuwa anapata, unaweza ukaona faida ya uwepo wa huduma za uhakika za afya karibu na wananchi wa mkoa wa Katavi. Ni jambo kubwa zaidi ya maelezo, sababu linaongelea uhai wa mtu. Na kwa mazingira ya mkoa wa Katavi yalivyokuwepo, kukosekana kwa miundombinu mingine ndio ilikuwa inafanya jambo hata liwe gumu zaidi. Kwenda Mbeya mbali, kwenda Kigoma mbali, kwenda wakati huo kwenda hata Tabora. Licha ya kwamba miundombinu imefunguka na inaendelea kufunguka, lakini bado hili lililofanyika la kuwa na hospitali ya kisasa namna hii ni jambo kubwa. Kwa nchi zingine hii ndio inakuwa hospitali ya taifa. Zipo nchi ambayo hospitali kama hii yenu ya Katavi ndio hospitali kuu ya taifa. Kwa hili si jambo la kulichukulia kawaida, ni jambo la kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono, lakini na kwa dhamira ya dhati. Nimeelezewa vifaa vinamsubiri fundi tu, mpaka vya kupaua vilishakuja. Maana yake hakuna sababu ya kuchelewa, sababu vifaa vyote vipo, vinasubiri tu kasi ya mkandarasi. Na mimi nitumie fursa hii kumwelekeza mkandarasi aende sambamba na ratiba iliyopangwa, akamilishe mradi kwa wakati. Sababu vifaa vyote vipo, fedha zipo, akamilishe mradi kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wafikishie salamu hizo kwa kandarasi. Matarajio yetu ni kuona mradi unakamilika kwa wakati, kwa sababu hakuna kisingizio cha fedha. Material zote ziko hapa. Wakiweza wafanye kazi usiku na mchana, ili mradi ukamilike kwa wakati na ukizingatia ubora. Na kwa kuwa fedha zipo pia, hakuna sababu ya kuwacheleweshea malipo mafundi, na wala sitarajii kuwe na madeni. Kwa hiyo na yenyewe wafikishiwe. Kwa ndugu zangu, mimi niwatakie kila laheri tena wote, wafanyakazi wetu wote tunatakia kila laheri. Tunapopita tumekuwa tukishughulika na wavivu. Ninyi mnaofanya kazi nzuri, msiingie ubaridi.
msiingie ubaridi kwa sababu tumekemea mzembe ama tumechukua hatua kwa mzembe. Mzembe akiadhibiwa, hiyo ndo haki yake, anastahili aadhibiwe. Sasa hiyo isiwape ubaridi mnaofanya kazi nzuri. Kusike kuwepo na wafanyakazi wanaofanya kazi nzuri, nchi yetu isingeendelea. Maana yake kama tunapiga hatua kubwa hivi, siku hizi mpaka watu kutoka mataifa mengine wanakuja kutibiwa Tanzania. Maana yake tuna wataalamu wa sekta ya afya bora katika ukanda wa Afrika Mashariki na SADC. Tuna wataalamu bora. Tulikuwa na muda mrefu tulielezea takwimu za watu wanaotoka mataifa mengine kuja kutibiwa Tanzania. Maana yake tuna watumishi wa umma bora. Lakini kwenye familia wazembe hawakosekanaji. Waliwa mapacha wako ambao hawafanani. Kwa tukichukua hatua kwa wazembe, msitengeneze ushirika na wazembe. Wasitumie watumishi wanaofanya kazi nzuri kama wale wazembe. Lazima tushughulike nao. Sisi kwenye imani Biblia imesema magugu lazima yaondolewe. Ndio, kwa msitengeneze ushirika na wavivu na wazembe, wezi. Hao lazima tusafishe. Kwa hiyo mimi niliona niwaletee salamu za Mheshimiwa Rais na muongeze ari ya kufanya kazi. Watu wasipate ubaridi wa kufanya kazi. Kazi yenu inatambulika, kufanya kazi vizuri, na wale wanaokuhamisha kweli lazima tutaendelea kuchukua hatua. Na kwa wananchi waliokuja hapa, na ninyi mpokee salamu. Baadaye tutakuwa na mkutano pale, tutafafanua zaidi mambo mengine mengi. Niwaombe mridhie, tusiwaweke wenzetu hapa kwa muda mrefu. Huenda kuna mtu kule ndani anawahitaji kwa haraka sana kwa ajili ya masuala ya matibabu. Nikupongeze mwenyeji wetu, mtaalamu wetu, daktari. Hata wakati unaelezea